Mtazamaji, hujambo popote pale ulipo. Hii ni Channel 10 Plus. Karibu katika habari. Mimi ni Lulu Ali, na tuanze na hili ambapo serikali imewahimiza na kuwakumbusha wananchi kutambua kuwa ni wajibu wa kila mtu kutoa kipaumbele katika utunzaji na uhifadhi wa mazingira, kwa kuwa mazingira ni uhai na ni uchumi. Tupate taarifa kamili. Wito huo umetolewa hapa jijini Dodoma na Makamu wa Rais Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi wakati alipokuwa akihutubia kwenye kilele cha maadhimisho ya siku ya mazingira duniani. Swala la ulinzi na usimamizi wa mazingira halina mbadala. Kwa kuwa mazingira yetu ndio uhai wetu na uchumi wetu, wito wangu kwa kila mmoja wetu ni kuwajibika kuhakikisha kwamba swala la utunzaji na uhifadhi wa mazingira, swala la utunzaji na usafi wa mazingira likiwepo udhibiti wa taka linapewa kipaumbele. Pamoja na mambo mengine, Mheshimiwa Dr. Nchimbi akatoa shukrani kwa niaba ya serikali kwa wale wote wanaoendelea kuunga mkono jitihada zinazofanywa na serikali kuimarisha mazingira nchini. Kwa niaba ya Mheshimiwa Rais, napenda kutoa shukrani na pongezi kwa wadau wote wa mazingira, hususan mashirika ya Umoja wa Mataifa, mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, sekta binafsi, vyombo vya habari na wananchi wote kwa ujumla kwa kuendelea kutoa ushirikiano kwa serikali katika jitihada za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na utunzaji wa mazingira kwa ujumla. Mapema Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Mhandisi Hamadi Yusuf Masauni akaweka wazi malengo waliyojiwekea katika swala zima la mazingira: kuhamasisha upandaji wa miti na utunzaji endelevu wa miti bilioni 2 kila mwaka, lakini kurejesha hekta milioni 5 za ardhi za misitu ambayo imeharibiwa, kuongeza matumizi ya nishati safi ya kupikia ili kupunguza utegemezi wa kuni na mkaa, kuimarisha usimamizi wa taka na usafi wa mazingira, kukuza biashara ya carbon ili kuongeza mapato ya taifa na kuchangia katika mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Mongi. Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azan Zungu amekemea tabia baadhi ya wabunge kutumia lugha zisizo na staha ndani ya ukumbi wa Bunge, akisisitiza kuwa mijadala inapaswa kuendeshwa kwa lugha za kibunge zinazolinda heshima, utu na hadhi ya chombo hicho muhimu cha kutunga sheria. Kutoka Dodoma, mwandishi wetu Roda Simba anatueleza zaidi. Spika Zungu ametoa kauli hiyo bungeni jijini Dodoma kufuatia mabishano ya mbunge wa viti maalum CCM Lucy Mayenga na mbunge wa viti maalum Chauma Sigrada Mligo wakati wa mjadala wa bajeti ya Wizara ya Ujenzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, sitaki taarifa zako, na wewe kaa chini. Mheshimiwa Naibu Spika, niendelee kumalizia jambo moja kwa sababu muda hautoshi. Jambo jingine ambalo Mheshimiwa Mwenyekiti, ambalo Mheshimiwa Naibu Spika, taarifa. Napenda kuzungumzia jambo moja. Mheshimiwa Lucy, kuna taarifa kutoka Mheshimiwa Sigrada Mligo. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kumpa taarifa mzungumzaji kwamba yeye sio mamlaka ya kuizungumzia serikali. Serikali itakuja itazungumza yenyewe, yeye azungumze matatizo yake na asitushawishi. Asante. Mheshimiwa Lucy, taarifa unaipokea? Mheshimiwa Naibu Spika, huyu hajitambui, kwa hiyo hata kumjibu napoteza muda. Mheshimiwa Naibu Spika, nataka nizungumzie jambo moja. Ni kwamba Mheshimiwa Lucy, kwa kusimamia kanuni sipokei. Kutokana na maneno hayo, kiti kilimtaka Mheshimiwa Mayenga azingatie kanuni kuhusu taarifa. Baada ya maelekezo hayo ya Naibu Spika, Mheshimiwa Mayenga alijibu sipokei. Mheshimiwa Bunge, kutokana na tukio hilo, Mheshimiwa Ado aliomba mwongozo wa Spika chini ya kanuni ya 79 ya kanuni za Bunge. Mheshimiwa Ado aliuliza iwapo inaruhusiwa mbunge kusema bungeni kwamba mbunge mwingine hajitambui. Spika Zungu amesema kuwa kanuni ya 71(1) fasihi ndogo ya J na K za kanuni za kudumu za Bunge zinamzuia mbunge kutumia lugha isiyo na staha kumdhalilisha mbunge mwenzake ama mtu mwingine. Mheshimiwa Bunge, kutoheshimu kiti na kutumia lugha isiyo ya kibunge ni ukiukwaji wa kanuni za Bunge zinazosimamia majadiliano bungeni. Hivyo natoa onyo kwamba maneno na vitendo hivyo visirudiwe ndani ya Bunge. Hivyo naelekeza kwamba maneno yafuatayo Mheshimiwa Lucy Mayenga yafutwe kwenye Hansard. Mheshimiwa Naibu Spika, sitaki taarifa zako na wewe hebu kaa chini. Na Mheshimiwa Naibu Spika, huyu hajitambui, huyu hata kumjibu nitapoteza muda. Mheshimiwa Bunge, nawakumbushe
Kwa tarehe 18 Mei 2026 nilitoa mwongozo na kusisitiza kuhusu umuhimu wa wabunge kutumia lugha ya kibunge katika mijadala yao. Wakati huo huo, Spika Zungu amemwapisha mbunge wa jimbo la Isimani Emanuela Mtatifikolo kuwa mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitalinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Haya, Chama cha Mapinduzi CCM kimekemea vitendo vya kihalifu na mmomonyoko wa maadili katika jamii ikiwemo ubakaji, ulawiti na matumizi ya dawa za kulevya vinavyoendelea katika baadhi ya maeneo nchini, na kusema vitendo hivyo haviwezi kuvumiliwa na vinapaswa kukemwa. Tupate undani wa taarifa hii. Hayo yamejiri baada ya wakazi wa wilani ya Rumeru mkoani Arusha kueleza changamoto zinazowakabili katika maeneo yao kwa katibu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa, Kenan Kiongosi, katika kikao na balozi wa shina namba 7 katika kata hiyo. Wananchi hao wamesema changamoto hiyo ambayo imekuwa ni tatizo sugu la muda mrefu imekuwa ikiwaathiri, hali ambayo imeharibu hali ya utulivu kwa familia za maeneo hayo kutokana na vijana wengi kujiingiza katika vitendo hivyo viovu. Maana naweza nikampoint mtu akapelekwa mahakama, akapelekwa polisi, na mimi niko tayari labda kuitolea ushahidi, lakini baada ya muda namuona huyo mtu mtaani. Sasa kitu ninachojiuliza, je, viongozi wa kama balozi na mwenyekiti hawana ushirikiano mzuri na polisi? Kwa nini hao watu wanarudi mtaani kuja kuzidi kuharibu watoto? Bangi na madawa ya kulevya inaisha katika kata ya Mwivo? Na je, tufanye nini ili kutokomeza, kwa sababu kizazi cha sasa hivi hatuna kabisa. Akijibu changamoto hizo, katibu mwenezi taifa Kenan Kiongosi, licha ya kulaani kwa nguvu vitendo hivyo, amewataka wananchi hao kuhakikisha wanashirikiana na vyombo vya sheria kuwabaini wahusika wa vitendo hivyo ili sheria iweze kuwashughulikia, na kulaani tabia za baadhi ya familia na jamii kwa ujumla kumaliza kesi za ubakaji na ulawiti kwa makubaliano ya kifamilia kupitia fedha na mali nyingine. Kwa hiyo kama chama tunakemea matendo ya namna hii, matendo ya ubakaji, matendo ya ulawiti. Chama cha Mapinduzi hatuyataki na tunayakemea na kuyalaani, na ndio maana mara zote serikali ya Chama cha Mapinduzi imeweka sheria kali katika matendo haya, kwamba ukibaka unaenda jela miaka mingapi? 30, endapo ushahidi utakuwa umejitosheleza. Kwa sababu wengine huwa wanashabikia haya mambo yanapotokea, wanaona ni sawasawa kwa sababu alijafika nyumbani kwao. Ni sawasawa na wale watu ambao wanaumini sana au wanapenda kuwatetea mashoga, kwamba mtu anaona huyu mtu anafanya mambo ya kinyume na maadili, mtu ni shoga au ni msagaji, afu wanajitokeza watu wanaanza kuwatetea, wanawatetea kwa sababu ndani ya nyumba zao hajatoka shoga wala msagaji. Katika kukagua utekelezaji wa ilani ya CCM ya uchaguzi, Kiongosi akatembelea mradi wa kituo cha afya Mateves, kukagua ujenzi wa jengo la mama na mtoto, maabara pamoja na jengo la kufulia uliojengwa kwa gharama ya zaidi ya shilingi milioni 350, pamoja na kukagua ujenzi wa mabweni mawili, madarasa 5, matundu ya vyoo 8 katika shule ya sekondari Mlangarini. Kwanza tuwapongeze sana kwa mradi mzuri na tuishukuru serikali na Mheshimiwa Rais kwa kutoa fedha kuhakikisha kituo kama hiki kinajengwa eneo hili ambalo mwanzo haikudhaniwa kwamba mradi kama huu unaweza ukaletwa hapa. Naomba tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Rais wetu. Sasa mimi wito wangu kwa viongozi na wananchi kwamba miradi hii tuitunze. Kenan Kiongosi akahitimisha ziara yake wilayani ya Rumeru kwa kufanya mkutano mkubwa wa hadhara katika viwanja vya Ngaramtoni vilivyoko wilayani humo na kuzungumza na wananchi. Mwadilifu, madhubuti na mpole, mcha Mungu, anachukia ufisadi. Nikiripoti kutoka katika viwanja vya Ngaramtoni hapa Rumeru mkoani Arusha, mimi ni Kisa Mwepiana.
Na shukrani sana Kisa Mopiana kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, idadi ya visa vya maambukizi ya ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepanda na kufikia 381, hali inayozidisha wasiwasi kwamba maradhi hayo hatari yanaendelea kusambaa, huku Wizara ya Afya ikionyesha idadi ya vifo imefikia 62 tangu mlipuko ulipoanza. Mamlaka za afya zinasema hivi sasa maambukizi yamesambaa kwenye kanda za afya 17 kati ya 36 za jimbo la Ituri, na visa vya Ebola vimeripotiwa pia kwenye majimbo ya Kivu Kusini na Kaskazini. Wakati huo huo, taifa jirani la Uganda limetangaza kisa kingine kimoja cha Ebola na kufanya jumla ya watu walioambukizwa kufikia 16, ikiwemo wawili waliokwisha ruhusiwa kutoka hospitali na kifo cha mtu mmoja. Tukiangazia taarifa nyingine, zaidi ya shilingi milioni 400 zilizotolewa kwa vikundi 40 vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu katika halmashauri ya wilaya ya Chunya mkoani Mbeya ili kuwezesha uendeshaji wa shughuli zao za kibiashara na kujikwamua kiuchumi. Taarifa zaidi na Epimako Sapolinari anatueleza zaidi. Akizungumza wakati wa hafla ya kukabidhi hundi yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 400, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Chunya mkoani Mbeya Kevin Ishishi amewataka wanufaika kutumia fedha hizo kwa shughuli zilizokusudiwa na sio kwa starehe, huku kaimu mkurugenzi wa halmashauri hiyo Janet Mwaigoga ameeleza manufaa ya kurejesha fedha hizo kwa wakati. Nendeni mkashirikiane na maafisa wenu kwa ajili ya kupata mikakati. Kama mkipata changamoto, toe taarifa mapema, sio jamani, ili sisi tuweze kuwakwamweni nyie msingie kwenye swala la matatizo wananchi. Hizi fedha ni za kila mtu, naomba tutoe tu waaminifu na tukazitumie jinsi ambavyo tumepanga. Tusiende kubadilisha matumizi. Kuna wale wengine ambao wakishapata lengo wanalibadilisha tofauti na lile ambalo wako wameombea fedha. Kwa mujibu wa kanuni za usimamizi na utoaji wa mikopo za mwaka 2024 inaeleza kuwa vikundi vikishapata mkopo vitatakiwa kuanza kurejesha baada ya miezi 3. Lakini sio lazima, tunaweza kukubaliana na halmashauri. Baadhi ya wanufaika wamesema serikali imewaokoa katika wimbi la mikopo inayowaumiza maarufu kausha damu, ambayo walikuwa wakilazimika kuikopa kutokana na changamoto za mitaji, na kuahidi kurejesha fedha hizo kwa wakati. Kwa pesa hizi zinaenda kutunufaisha kama tutaenda kuzitumia vile tulivyokuwa tumeagizwa na wawezeshaji wetu. Pesa hizi zitatusaidia katika biashara zetu, zitatukwamua kiuchumi, tutafika katika level ambayo tunatamani kufika. Nikiripoti kutoka halmashauri ya wilaya ya Chunya hapa mkoani Mbeya, Epimako Sapolinari, Channel 10. Mkuu wa jeshi la polisi nchini Camillus Wambura amefungua nyumba za makazi ya askari zinazogharimu zaidi ya shilingi milioni 347, huku akiwataka makamanda wa polisi wa mikoa kutumia rasilimali zilizopo kwenye maeneo yao kubuni na kuanzisha miradi ya maendeleo badala ya kutegemea bajeti kutoka serikali. Musa Makali anaripoti zaidi. Ni ufunguzi wa nyumba za makazi ya askari polisi hapa mkoa wa kipolisi Tarime Rorya, na kazi hii inafanywa na Camillus Wambura, mkuu wa jeshi la polisi Tanzania. Kwanza anapokea taarifa ya ujenzi wa nyumba hizi zenye lengo la kuboresha makazi ya polisi hapa mkoa wa kipolisi Tarime Rorya, mradi uliotekelezwa kupitia fedha zinazotokana na mradi wa uzalishaji matofali unaotekelezwa na jeshi la polisi Tarime Rorya. Mradi huu ulianza rasmi tarehe 1 Machi 2025 kwa kutumia mfumo wa nguvu kazi, yani force account, na umegharimu kiasi cha shilingi milioni 347 zilizotokana na faida ya mradi wa kufyatua na kuuza tofali. Tofali lililozalishwa lilikuwa ni hatua moja mbele kuelekea tumaini la makazi bora. Ya wizi wa mifugo, lakini chini ya utawala wako na usimamizi wako pamoja na makamanda wetu wa polisi wa mkoa na wilaya, thibitisha hapa wizi huo umepungua kwa kiwango kikubwa sana. Mradi huu wa IGP Wambura amesema umeonyesha mshikamano kati ya jeshi la polisi na wananchi na kuwa si makundi mawili tofauti, kwani umekuwa ni sehemu ya jamii moja unaoiunganisha. Na hapa nawataka maafisa kutumia rasilimali zilizopo kwenye maeneo yao kubuni miradi. Tunaweza pia kutumia fursa zinazotuzunguka, maarifa tulio nayo na rasilimali tulizo nazo kujiletea maendeleo na kutatua baadhi ya changamoto zinazotukabili. Mafanikio haya yanapaswa kutukumbusha kuwa jeshi la polisi haliwezi kufanikisha majukumu yake bila ushirikiano na wananchi. Ninatamani kuona ushirikiano huu
ukiendelea kuimarika si tu katika miradi ya maendeleo bali pia katika kubaini, kuzuia na kutanzua uhalifu katika maeneo yetu. Wananchi hapa pongezi wanazitoa kuhusiana na ushirikiano na jeshi la polisi. Kwa hivyo ukiwa na changamoto yoyote, unapomfikia polisi jamii, huduma inapatikana kwa haraka. Kutoka hapa wilayani Tarime mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Rais wa China Xi Jinping anatarajiwa kuitembelea Korea Kaskazini wiki inayokuja kwa ziara itakayokuwa ya kwanza katika kipindi cha miaka 7 iliyopita, huku akitarajiwa kuwasili mjini Pyongyang siku ya Jumatatu kwa ziara ya siku 2. Safari hiyo ni sehemu ya hatua kadhaa zinazochukuliwa na China kwenye kuimarisha mahusiano na taifa hilo jirani lenye silaha za nyuklia, ikiwa ni siku chache zimepita tangu Xi Jinping alipokaribisha Rais Donald Trump wa Marekani na baadaye Vladimir Putin wa Urusi mjini Beijing. Tangazo kuhusu ziara Xi Jinping imetolewa siku moja baada ya Korea Kaskazini kuzindua kituo kipya cha kutengeneza vifaa vinavyotumika kuunda silaha za nyuklia, swala ambalo limekuwa chanzo cha mvutano wa muda mrefu kati ya nchi hiyo na Marekani. Naam, serikali imeweka bayana vigezo vinavyotumika kutoza kodi ya majengo kupitia mita za luku, ikibainisha kuwa wazee wenye umri wa miaka 60 na kuendelea pamoja na nyumba za nyasi, udongo, huduma za jamii na maeneo ya ibada wameondolewa kwenye ulipaji wa kodi hiyo isipokuwa majengo hayo yanapotumika kibiashara. Kutoka Dodoma, mwandishi wetu Roda Simba anatueleza. Hayo yameelezwa bungeni jijini Dodoma na naibu waziri wa fedha Laurent Luswetula wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalum Tina Chenge aliyehoji kigezo cha serikali katika kutoza kodi ya majengo kupitia mfumo wa mita za luku nchini. Vigezo vinavyotumika kutoza kodi za majengo kupitia luku ni kama ifuatavyo. 1. Nyumba ya kawaida ambayo inatozwa shilingi 18,000 kwa mwaka au shilingi 1,500 kwa mwezi, na nyumba ya ghorofa ambayo inatozwa shilingi 90,000 kwa kila sakafu kwa mwaka au shilingi 7,500 kwa kila sakafu kwa mwezi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nyumba za nyasi, udongo, huduma za jamii, kuabudia na anayoishi wazee kuanzia miaka 60 hazitozwi kodi ya majengo isipokuwa endapo majengo hayo ni ya kibiashara. Aidha, Chenge amehoji kuhusu wajasiriamali waliopanga kukatwa fedha zao wanaponunua umeme. Kwa kuwa kodi hii ya property tax inapashwa kulipwa na mmiliki wa jengo, na kwa kuwa kuna wajasiriamali ambao wamepanga kwenye frame za maduka zinazomilikiwa na wafanyabiashara na kwenye frame hizi zimefungwa luku, je, ni kwa nini serikali inawakata property tax wajasiriamali hawa kwenye mita hizi za luku? Ndio maana tumeliona hili kama serikali, na sisi kwa kushirikiana na wenzetu ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, ambapo sasa kwamba hizi halmashauri ziko chini yao, tumekaa na tumechakata na tunaendelea kuchakata kuona namna bora zaidi ambayo sasa tutakusanya kodi hii ya majengo kwa wamiliki na sio wale wapangaji. Wakati huo huo, serikali kupitia BRELA imesema imeendelea kuchukua hatua mbalimbali za kulinda bidhaa za wafanyabiashara wakiwemo wanawake dhidi ya wizi wa nembo. Serikali kupitia BRELA imekuwa ikilinda bidhaa za wafanyabiashara wakiwemo wanawake dhidi ya wizi wa nembo, chapa na mawazo ya ubunifu kupitia usajili wa alama za biashara na huduma kwa mujibu wa sheria ya alama za biashara na huduma sura namba 326. Sheria hii inampa mmiliki haki ya kipekee ya kutumia alama hiyo na kumwezesha kuchukua hatua za kisheria endapo itatumiwa bila idhini yake. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Israel imefanya mashambulizi kusini mwa Lebanon usiku wa kuamkia leo yaliyosababisha vifo vya watu 7, ikiwa shambulio hilo linajiri licha ya kuwepo makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya nchi hiyo na kundi la wanamgambo la Hezbollah wa nchini Lebanon. Chanzo kimoja kimeliambia shirika la habari la AFP kuwa shambulio mojawapo limetokea karibu na hospitali ya Jabal Amel kwenye mji wa Tyre ambalo limeua watu 4, wajeruhi wengine 7 na kusababisha uharibifu mdogo kwa hospitali hiyo. Wakati huo huo, jeshi la Israel limewataka wakazi wa vijiji vitatu kaskazini mwa mto Litani kusini mwa Lebanon kuondoka, likisema linataka kushambulia maeneo hayo yanayodai ni ngome za kundi la Hezbollah.
Shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania TUCTA kwa kushirikiana na shirika la kazi ulimwenguni ILO kupitia mradi wa Better Regional Migration Management BRMM unafadhiliwa na UK Foreign Commonwealth and Development Office UKFCDO linatarajiwa kuzindua rasmi kituo cha msaada kwa wafanyakazi uhamiaji Tanzania. Ifuatayo ni taarifa kamili. Uzinduzi wa kituo hicho unatarajiwa kufanyika Juni 11 mwaka huu katika ofisi za TUCTA, ukiwa na lengo la kuimarisha uratibu wa masuala ya uhamiaji wa wafanyakazi ili kuhakikisha kuwa Watanzania wanaokwenda kufanya kazi nje ya nchi wanatumia njia sahihi na salama zinazotambuliwa kisheria, sambamba na kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuimarisha uchumi wa kidiplomasia, ikiwa ni sehemu ya dira ya maendeleo ya taifa 2050. Mpango huu pia unaunga mkono utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 iliyoanza kutumika rasmi mnamo tarehe 1 Juni 2026 kwa kuchangia maendeleo ya rasilimali watu, kuongeza fursa za ajira na kuimarisha mchango wa Tanzania katika rasilimali watu. Mpango huu utakuwa unaendana na juhudi za Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha anakuza diplomasia ya uchumi, kuimarisha ushirikiano wa kimataifa, lakini pia kufungua fursa zaidi za ajira na uwekezaji wa Tanzania nje na ndani ya nchi yetu. Kituo hicho kitazinduliwa kina maeneo mbalimbali ambayo yatatumika kutoa mafunzo, kutoa msaada wa kisaikolojia kwa wafanyakazi ambao watapata nafasi za kwenda kufanya kazi mbalimbali mataifa ya nje. Kenny Malila, Channel 10. Na mtazamaji, taarifa yake hiyo Kenny Malila ndio inatupasa kwenda kupata mapumziko mafupi. Tukirejea tunakuja kuendelea mbele zaidi katika upande wa habari za biashara na uchumi. Mimi ni Lulu Ali na hii ni Channel 10 Plus. Endelea kusalia nasi.